Ndugu zangu, nimesema nitakutana na vyama vya siasa kwa mwaka mara 3 ili tujadili yaliyopo nchini kwetu, maendeleo yetu kiuchumi, kijamii, kisiasa. Kwa sababu hakuna mwenye nini wanasema hati ya kusema hii nchi ni yangu, kwa nitafanya ninavyotaka. Maendeleo ni ya wote. Democracy is about shared prosperity, shared responsibility before prosperity. Ni kuwajibika kwa pamoja, na tukiwajibika kwa pamoja serikali inatenda iliyowekwa na chama kilichoshinda, lakini mbele huko faida ni kwetu sote, si ndio? Sasa nikasema katika kikao hiki tuzungumze machache, lakini wapitishe kidogo kwenye hatua tuliofikia, na nianze na hatua za kisiasa. Hatua za kisiasa, mara ya mwisho tulipokutana tulikuwa ndo kwanza tumetoka kwenye vuguvugu lile lililotupata. Kwa hiyo tukakaa na wagombea wenzangu tukasema tunakwendaje sasa. Wakasema, na wakati ule kulikuwa kuna tume ya Jaji Chande haijawasilisha taarifa yake. Tukasema ngoja iwasilishe taarifa yake, alafu tukutane tuone tunakwenda vipi. Kama mlivyosikia, tume imewasilisha taarifa yake, lakini baada ya tume tumeunda tume nyingine ambayo tayari tumeshaiunda na karibu tutaizindua. Na hii ni ile tume iliyopendekezwa ndani ya taarifa ile. Tume ya kutafuta sasa investigation, nani hasa kahusika kwenye kuingiza nchi yetu kwenye mambo yale. Nani kahusika, nani alichochea, nani alifinance, aliyedhamini yale mambo ni nani. Tumeunda tume hiyo. Kwa upande mwingine kisiasa, kama mnavyoona tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, conditions zake, matakwa yake, tunaendelea. Na ndo mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Lakini kwa upande mwingine, kwa upande wa Zanzibar, tumepiga hatua kubwa na hatua nzuri sana. Ule sitofahamu ambayo ilikuwepo, wakubwa wetu marais wastaafu wametusaidia kuendesha mazungumzo mpaka tumefikia pahali tumekubaliana, na kama mlivyoona tulisaini. Kazi kubwa iliyoko mbele yetu sasa kuzungumza na kutekeleza yale ambayo yamo katika tulioyasaini. Tuzungumze tunataka mwelekeo gani, tunakwendaje, tunakwenda vipi, na wenyewe wakimaliza haya tunakwenda kwenye swala la katiba pia. Tunakwenda kwenye swala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo walioyazungumza. Na kwa upande wetu tukimaliza tume hii ya nani ni nani, na hatusubiri kumaliza, tayari nadhani tutakuja kwenu. Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba. Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama anavyoongea. Ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda, fanya serikali twende. Lakini kuilinda nchi na mali zetu Mungu alizotubariki ni kazi yetu sote. Na ndo kazi ambayo sasa hivi tunayo kama Watanzania. Hiyo ndo kazi ambayo tunao. Serikali tutaongoza, lakini nanyi mtufuate nyuma kwenye kulinda nchi hii. Kuna watu wanadhani kwamba nchi hii ikisambaratika ni Samia na Chama cha Mapinduzi ndio watakaoumia. Hapana. Tutaumia wote. Na sio sisi tuliopo tu, vizazi vyetu. Na mimi ndivyo vinavyoniumiza kichwa. Ikiwa leo sisi tupo hali ni hii, vizazi vyetu kule mbele inakuwaje? Kwa hiyo vyama vyote vya siasa lazima tujenge vizazi imara. Lazima tujenge vizazi imara. Sikia, tume imewasilisha taarifa yake, lakini baada ya tume tumeunda tume nyingine ambayo tayari tumeshaiunda na karibu tutaizindua. Na hii ni ile
tume iliyopendekezwa ndani ya taarifa ile, tume ya kutafuta sasa investigation, nani hasa kahusika kwenye kuingiza nchi yetu kwenye mambo yale, nani kahusika, nani alichochea, nani alifinance, aliyedhamini yale mambo ni nani. Tumeunda tume hiyo. Kwa upande mwingine kisiasa, kama mnavyoona tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, conditions zake, matakwa yake, tunaendelea na ndo mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi. Lakini kwa upande mwingine, kwa upande wa Zanzibar, tumepiga hatua kubwa na hatua nzuri sana. Ule sitofahamu ambayo ilikuwepo, wakubwa wetu marais wastaafu wametusaidia kuendesha mazungumzo mpaka tumefikia pahali tumekubaliana, na kama mlivyoona tulisaini. Kazi kubwa iliyoko mbele yetu sasa kuzungumza na kutekeleza yale ambayo yamo katika tulioyasaini. Tuzungumze, tunataka mwelekeo gani, tunakwendaje, tunakwenda vipi, na wenyewe wakimaliza haya tunakwenda kwenye suala la katiba. Pia tunakwenda kwenye suala marekebisho ya katiba ya Zanzibar kutokana na mambo walioyazungumza. Na kwa upande wetu tukimaliza tume hii ya nani ni nani, na hatusubiri kumaliza, tayari nadhani tutakuja kwenu, tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba. Kazi ya kuilinda Tanzania, ndugu zangu, ni yetu sote. Ni yetu sote. Hii si nchi ya mmoja kama anavyoongea. Ni yetu wote. Mtindo tulionao ni demokrasi, kuingia uchaguzi na nikashinda, fanya serikali, twende. Lakini kuilinda nchi na mali zetu Mungu alizotubariki ni kazi yetu sote. Na ndo kazi ambayo sasa hivi tunayo kama Watanzania. Hiyo ndo kazi ambayo tunao. Serikali tutaongoza, lakini nanyi mtufuate nyuma kwenye kulinda nchi hii. Kuna watu wanadhani kwamba nchi hii ikisambaratika ni Samia na Chama cha Mapinduzi ndio watakaoumia. Hapana. Tutaumia wote. Na sio sisi tuliopo tu, vizazi vyetu. Na mimi ndivyo vinavyoniumiza kichwa. Ikiwa leo sisi tupo, hali ni hii, vizazi vyetu kule mbele inakuwaje? Kwa hiyo vyama vyote vya siasa lazima tujenge vizazi imara. Lazima tujenge vizazi imara.